Matamshi ya Donald Trump ni fedheha kwa taifa la Marekani. Hii ni kauli iliyotolewa na Ayatollah Al-Khamenei. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei amekosoa matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump kuyataja kuwa ni fedheha kwa taifa hilo. Kiongozi huyo mwadhamu amesema Marekani imetumia uwezo wake si kwa ajili ya amani bali kuua watoto na watu wa Gaza, kinyume na alivyodai Trump. Trump alisema alitaka kutumia mamlaka kwa ajili ya amani, alidanganya. Ayatollah Al-Khamenei anasema yeye, Trump na maafisa wa Marekani, utawala wa Marekani wametumia uwezo wao kuua Gaza, kuchochea vita popote walipoweza na kuunga mkono mamluki wao. Kiongozi mwadhamu ameendelea kusema kuwa hata hivyo madaraka yanaweza kutumika kwa ajili ya amani na usalama, na ndio maana Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inajitahidi kila siku kuimarisha uwezo na nguvu zake, lakini hawakufanya hivyo, amesema kiongozi mwadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, akiongeza kuwa walitumia uwezo wao kuupa utawala wa Israel mabomu ya tani 10 ili kuwadondoshea watoto wa Gaza, hospitali zao, makazi yao huko Lebanon pia na popote walipoweza. Kwa mujibu wa Ayatollah Al-Khamenei, rais wa Marekani anazipa nchi za eneo za Kiarabu mfano ambao kwa maneno yake mwenyewe nchi hizi haziwezi kuishi bila Marekani hata siku moja. Mtindo huu kwa hakika umeshindwa, kiongozi huyo wa Kiislamu wa Iran amebainisha. Kutokana na mapambano ya mataifa katika kanda, Marekani lazima itaondoka katika eneo hili, Imam Khamenei ameeleza bayana, akisema utawala wa Israel ni chimbuko la ufisadi, chanzo cha vita na mzizi wa hitilafu katika eneo la Asia Magharibi, na kuongeza kuwa utawala wa Kizayuni ambao ni uvimbe hatari na mbaya wa saratani katika eneo hilo lazima ung'olewe na hakuna shaka utang'olewa, anamalizia Ayatollah Al-Khamenei. Basi mtazamaji wa The World News, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe chaneli hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.